Katika jambo kubwa ambalo limegusa uwanda mpana wa kisiasa na utawala bora hapa Afrika Mashariki ni juu ya jambo ambalo linaendelea kule nchini Kenya, ambapo kumekuwa na maandamano ambayo yanaendelea kila itwapo leo. Of course vijana wa Gen Z wamekuwa wakiungana kuweza kuandamana namna ambavyo utawala na bajeti ambayo ilikuwa imetolewa wakidai kuwa haimfevi mwananchi wa hali ya chini, bali viongozi peke yake ndio ambayo imewaangalia. Sasa siku ya leo kuna ripoti rasmi ambayo imetoka ya vijana 36 wakistakiwa. Nitakukumbusha tu kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa yameendelea mwaka jana, ambapo Juni vijana wengi walipoteza uhai kwa sababu walikuwa wameshambuliwa na polisi na askari, wengine wakitumia risasi za moto hadi uhai wao kuweza kuondolewa. Jambo ambalo kila mmoja akiweza kulipokea kwa mtazamo wake, wengine wakiwaita kwamba ni jambo ambalo ni uvunjifu wa haki za kibinadamu, kwa kila mmoja ana haki ya kuishi hapa ulimwenguni. Sasa siku ya juzi kulikuwa na maandamano mengine ambao walikuwa wanaadhimisha kama kumbukumbu ya wale wengine ambao walikuwa wamepoteza uhai na kudai haki ya moja ya kijana ambaye alikuwa amedaiwa kufariki akiwa kituo cha polisi. Sasa vijana 36 nchini Kenya wameshtakiwa katika mahakama ya kaunti ya Kirinyaga kuhusu maandamano ya tarehe 25 Juni ambayo yanadaiwa walitaka kupindua serikali ya taifa yao, yaani nchini Kenya. Miongoni mwao vijana 11 walifikishwa katika mahakama ya sheria ya Gichugu siku ya Ijumaa kwa mashtaka ya kuharibu mali kwa makusudi kinyume na kifungu cha 339 kanuni ya kwanza cha kanuni ya kijamii. Watuhumiwa ambao waliorodheshwa majina yao ni James Nyamu, Cyrus Githinji, Kennedy Wahonji, Anodi Murimi, Bendan Kamau, Felix Ndichu, Solomon Muchoki, Kelvin Kamau na Boniface, ambaye jina moja tu lilikuwa limetolewa katika orodha ambayo ilikuwa imetolewa ya vijana ambao wameshtakiwa kwa kuandamana kule nchini Kenya. Lakini wengine ni Brian Mutinda na Joseph Irugu. Hao walikuwa wametokea mbele ya hakimu mkuu wa kwanza Manyura. Kubwa